Wizara ya Maendeleo ya Jamii, kazi zetu kubwa watu watengeneza miongozo. Miongozo ya kina mama, miongozo ya wazee, miongozo ya vijana, miongozo ya watoto. Imefika mahali tukasema kwa nini mambo mengi kwenye jamii yanazidi kutokea? Kwa mfano watoto, sio watoto wanalawitiwa, watoto wanabakwa, wazee wanalalamika wanaiki, akina mama tuwatoa mikopo, hatuna uhakika je wanapata hawapati. Tukasema sasa ni wakati wa wizara kutoka nje kwenda kukutana na wenzetu, tujadiliane nao, tuweze kupata majibu na kupata maoni kwamba kwa nini haya mambo kwenye jamii yanatokea, kwa nini malezi ya watoto yanaporomoka, kwa nini wazee wanalalamika, kwa nini akina mama mikopo tunaotoa, kwa nini wanalalamika kwamba hawapati, je inafika haifiki? Au kama wizara, wazee wetu, vijana, akina mama, mnatushauri tufanye nini ili tuweze kuongea lugha moja. Nadhani mkurugenzi wa halmashauri umewapata vizuri wananchi ushauri wao kwamba hii mikopo inashushwa mingi, lakini elimu ndo maana haitoki kwa haraka. Wananchi hawaelewi namna kupata, hawaelewi namna kujaza fomu, wengine elimu yao duni, kusoma wazee wetu hawajui, kwa hiyo ni tatizo kubwa. Kwa hiyo kikubwa ambacho nimejifunza hapa ni sample. Huu ni mfano tu wa hiki kijiji, ni mfano. Inawezekana vijiji vingi vina tatizo kama ilopo hapa, kwamba elimu, watu hawana elimu ya kutosha, kwa hiyo hawajui cha kufanya. Tunawashukuru sana kwa maoni, kwa mawazo, tumeyapokea, na tatizo kubwa la hii mikopo hata sisi tumeelewa kwamba watu hizi process hawazijui. Umempata mtu mwenzako anakuelekeza, hata yeye hana ujuzi huo, si ndio? Kwa hiyo pateni taarifa sahihi ili usizunguke sana. Watumieni wataalamu hawa. Naomba watu wa halmashauri tueni elimu ya kutosha, watu waweze kupata elimu na hatimaye watu waweze kupata mikopo ambayo inashushwa chini. No? Kwa hiyo hii mikopo itumieni vizuri hizi fursa kwa ajili ya kujiongezea, kwa ajili ya kuongezea kwenye mambo yenu ya kilimo, si ndio? Unapata mkopo kidogo, unalima mahindi, unalima mgomba wa ndizi, mkungu wa ndizi, inakusaidia kuja kusafirisha kesho na kesho kutwa kupeleka mpakani. Kwa hiyo naomba niwashukuru sana. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan inaleta miradi mingi ya maendeleo. Mnajengewa shule, hospitali, lakini sasa tunasisitiza ushiriki wenu. Hatumaanishi kwamba lazima fedha. Tuchukulie kwamba inajengwa shule ya msingi kwenye hichi kijiji Kinyamusabi, si ndio Mwananchi akienda pale akafieka miti, ameshiriki. Mwingine akaenda na ujuzi wake akashiriki na mafundi naye akachimba msingi, ameshiriki. Si ndio Wakina mama nao akaweza kusogeza hata maji kwa mafundi, wameshiriki. Na huo mradi utakuwa ni endelevu kwa sababu sisi wote jamii ya Kinyamusabi tumeshiriki kufanya kazi za ujenzi, na tumejua mradi wetu unapoanza mpaka unapokwisha. Na ni jukumu letu wananchi wa Kinyamusabi kuulinda ule mradi, kwa sababu ili tuwe wazalendo ni lazima tuulinde ule mradi wetu, na ninajua ndivyo mnavyofanya, si ndio Kwamba ili tuweze kupata maendeleo tuangalie fursa zilizopo, fursa ambazo serikali wameweza kuziweka, na wananchi sasa kuweza kutumia fursa hizo katika kujiletea maendeleo. Huo ndio ujumbe mkubwa ambao wamekuja nao, kwamba sasa ili tuweze kwenda mbele zaidi ni wajibu wa kila mwananchi kuwa kitovu cha maendeleo. Hiyo ndio ujumbe wake mkubwa. Sasa mimi nitazungumza vitu vikubwa viwili kwa kujazia ambacho wamekisema. Cha kwanza nitazungumzia mpango wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Ili maendeleo yaweze kupatikana, inabidi tuwe na jamii ambayo iko na amani, haina vitendo vya ukatili, wote tunashirikiana kwa pamoja kujiletea maendeleo. Sasa serikali inatambua hilo na imeandaa mpango unaitwa mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Na katika kutekeleza mpango huu, kila kijiji, kila kata, kila halmashauri inayo kamati. Inaitwa kamati ya ulinzi wa mwanamke na mtoto. Tunazungumza mwanamke na mtoto, lakini kiufupi ni kwamba ni jamii yote kwa ujumla.
Kina baba wanatakiwa kushiriki katika mpango huu kuhakikisha kwamba jamii inakuwa salama, wanawake wanakuwa salama, na watoto wetu ambao ndio kizazi cha kesho kinakuwa salama. Mimi naitwa Juma Otieno Samuel, ni mwenyeji wa Rorya, lakini Mheshimiwa Rais amenikasimu nafasi ya kuhakikisha kundi la wafanyabiashara ndogo ndogo wanawezeshwa, wanakuwa kiuchumi, na mwisho wa siku wanachangia nchi yao. Na najua nyie mnawaita bodaboda, yeye anawaita maafisa usafirishaji. Najua nyie mnawaita machinga, yeye anawaita wafanyabiashara ndogo ndogo. Mheshimiwa Rais toka 2022 ametambua kundi hili na ametenga mabilioni ya fedha kwa ajili ya kuwawezesha. Najua swali nitakaloulizwa, wanapataje hii fursa? Wafanyabiashara ndogo ndogo wote nchini, mikoa 26, halmashauri 184, wilaya 139 ni wateja walengwa wa fursa hii. Ili uweze kupata mkopo wa wafanyabiashara ndogo ndogo, moja, tunakuhamasisha uwe na namba ya NIDA au kitambulisho cha NIDA. 2, upate barua ya utambulisho kutoka kwa mtendaji wa kijiji au mtendaji wa kata au mtendaji wa mtaa. Naamini hapa tuko kwenye vijiji na vitongoji na watu tunao. 3, tunakuhamasisha uwe mkazi halali wa eneo husika. Na 4, tunakuhamasisha uwe na biashara halali. Ukiwa na vitu hivyo, utasajiliwa kwenye mfumo na utapata kitambulisho cha kidijitali. Kitambulisho kama hichi kimeunganishwa na mfumo wa NIDA. Mheshimiwa Rais ameelekeza fedha zitolewe kupitia benki ya NMB, na vijana wote, mamalishe, babalishe, machinga, bodaboda ni walengwa wa mfuko wa kuwezesha wafanyabiashara ndogo ndogo. Fedha zipo. Kinachotakiwa watu wajisajili, watu waombe. Tumekuja na kampeni hii kwa sababu hii kampeni inasema mwananchi kuwa kitovu cha maendeleo, si ndio? Haina tofauti na sisi tunapokuja na msaada wa kisheria tukitaka kwamba jamii yetu isiwe na migogoro. Jamii yetu sisi tuna kauli mbiu, hii kauli mbiu ya mageuzi ya kifikra ndio ile inasema Mama Samia na maendeleo hadi kieleweke. Lakini kwenye msaada wa kisheria tunasema msaada wa kisheria kwa haki, usawa, amani na maendeleo. Si ndio hivyo? Kwa hiyo ukiziangalia hizo kauli mbiu mbili, mwisho wa siku zote zinakuja zinakutana. Yaani vyote tutakavyosema mwisho wa siku tunamalizia tunataka nini? Maendeleo. Sawa jamani? Lakini wenzetu wamesema kabisa wanataka, wanachokitaka ni mwananchi au wananchi wawe kitovu cha hayo maendeleo. Yaani maendeleo tusiaone tukipita barabarani. Yaani ukipita tu kule barabara imechongwa tunasema maendeleo hapo jamani. Unaona barabara ilikuwa haipitiki. Hapana, tunataka mpaka nyumbani kwako yawepo. Yule aliyepata milioni 4 jana au waliosimama hapo wamepata milioni 25. Maendeleo yamefika nyumbani kwao, si ndio hivyo? Kwa hiyo hao wanakuwa kitovu sasa. Yeye anatusimulia hapa. Yaani badala ya afisa kuja hapa aseme jamani mtanufaika hivi, mtafanya hivi. Mwenzetu amesimama akasema amefanya nini, amenufaika kiasi gani, si ndio hivyo? Ametoa ushuhuda. Kwa hiyo ile maana yake nahamasisha na wengine. Yaani usikae useme wewe ustahili. Kila mtu anastahili. Ndio lengo la Mama Samia. Yaani inapendeza tukifika hapa basi at least nusu wao wamenufaika na hiyo mikopo. Na ipo mikopo ya aina mbalimbali. Ukikosa mfuko huu unaenda kwenye mfuko mwingine. Ukikosa mfuko huu unaenda kwenye mfuko mwingine. Na kila mmoja anamgusa. Ukishindwa 10%, kwa mfano mzee wangu kama kwenye 10% hakutambui, ukienda kwenye ile ya mjasiriamali inakutambua, si ndio hivyo? Kijana akikosa kula 10% labda kumejaa, anaenda kwenye mfuko wa vijana, si ndio hivyo? Mpaka kieleweke. Sawa jamani? Jamani, kwa ujumla naitwa Malom Niko Menganyi, ni katibu wa kikundi cha fanya kazi kwa malengo Fakama. Kiko Nyabirongo kata Kuyanja. Tuko wajumbe 25. Kama tulivyokusha sema kwamba awamu ya kwanza tulikopeshwa milioni 6 na halmashauri. Awamu ya pili milioni 20. Awamu ya tatu ambayo tumekopeshwa mwaka jana mwezi wa 12 milioni 25. Kwa jumla kikundi chetu kinajishughulisha na shughuli zifuatazo. Tunao mradi wa ufugaji wa nyuki. Tunao mradi wa ufugaji wa ng'ombe, tunaboresha baada ya miezi mitatu tunauza.
tunao mradi wa kilimo, tunalima vitunguu na mahindi na mazao mengine pia ya biashara. Kwa ujumla, fedha hizo zinazotokana na mikopo ya halmashauri zimesaidia sana sisi kama kikundi, lakini kila mwanachama aliye kwenye kikundi hicho ameweza kunufaika na fedha hizo za 10% zinazotokana na mikopo hiyo inayotolewa na halmashauri. Na wale ambao hawajaunda vikundi, na wasi kwamba tuunde vikundi, tufuate utaratibu tunaopewa, kwa sababu kila kata ina mlezi wake. Hata sisi pale Kuyancha anayetulia ni Makwale, Dennis Makwale, anatutembelea mara kwa mara. Makwale yupo. Anakuja anatuona tunakokosea, anatukosoa, tunaendelea vizuri. Kwa hiyo kwa wale ambao hawajaunda vikundi waunde, na wale ambao hawajakopa wakope, wafuate utaratibu tunaopewa. Hela zipo, tunashindwa wenyewe kuzitumia. Kwenye kikundi chetu kwa kweli toka tumenufaika na mikopo hiyo, hii ni awamu ya 3, hatujawahi kuomba hata shilingi 1000 ili tuweze kukopeshwa. Mama Samia oye!